أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم تسليم. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunamwombea rahma na amani mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Allah kwamba ikiwa ni episode yetu ya 3 katika kipindi chetu Nisaun haula rasuli sallallahu alaihi wasallam, wanawake ambao kwamba walimzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa pembezoni mwake, wanawake waliomjua na kumsoma na kuishi pamoja na yeye na kumdefend na kujitolea katika kudefend dini kama hii, dini takatifu. Alhamdulillah, tumezungumzia huko nyuma mama yetu Khadija radhiallahu anha, kwani tulianza na mama zetu, mama waumini, tukaanza na mama yetu Khadija radhiallahu anha. Tumezungumzia mpaka sehemu ambapo kwamba sasa tunaelekea kwamba aya nilizozisoma kabla zilikuwa ni zenye kupelekwa katika nyumba yake baada ya kwamba ziliteremshwa katika ghara Hira. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaribia kupatiwa utume, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimpendezea kwamba yeye ni mwenye kukaa peke yake. Na mama yetu Aisha radhiallahu anha anaporipotia kuhusiana na mwanzo wa wahi kuteremka, kama anavyopokea Imamu Bukhari rahimahullah katika kitabu Badil Wahyi, na Imamu Muslim rahimahullah anazungumzia kwamba kana awal ma budia bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi arru'ya as-salihah fi an-nawm, fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaq as-subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala fakana yakhlu bighari Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaribia kupatiwa utume, mwanzo katika vitu zilianza kumshukia ni ndoto ambao kwamba ni ndoto njema, na imekuja pia katika athar kwamba hizi ndoto njema zilikuwa ni pati ya utume na wahi ambao kwamba alikuwa anashukishwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baadaye akawa kila ndoto ambao kwamba anaiona inakuja inamtokezea katika asubuhi, anaiona paruanja. Kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akampendezea kukaa peke yake na kuwa ni mwenye kufanya ibada. Na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka katika Makka, anaenda katika majabali pembezoni mpaka katika jabali la Ghar Hira, na anakuwa ni mwenye kufanya ibada zake pale. Na mama yetu Khadija radhiallahu anha aliplay a big role katika wakati kama huu. Mama yetu Khadija radhiallahu anha alimjua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema, alimpenda mume wake, alimheshimu mume wake, na alikuwa ni mwenye kumserve mume wake. Imekuja katika baadhi ya vitabu ambazo kwamba ni za siyar kwamba yeye mama yetu Khadija radhiallahu anha alikuwa anampelekea, anakuwa ni mwenye kumwandalia chakula ambacho kwamba kitamtosha kwa muda kadhaa, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda nacho, kisha baadaye kikiisha anarudi, anakuwa ni mwenye kumpatia chakula kingine. Na kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuteremshiwa utume, Allah subhanahu wa ta'ala alimpamba na sifa ambao kwamba ilikuwa ni sifa ya ukweli. Na ndio maana iliposhuka wahi na alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, aliposhuka wahi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yetu Khadija radhiallahu anha alikuwa ni wa kwanza katika kuisadikisha. Kabla ya kwamba ajue hii wahi ni ukweli, aliujua ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo whomsoever is destined for greatness, kama tulivyozungumzia nyuma, mtu ambaye kwamba anataka kuwa mume mzuri ajipambe na kwamba yeye ni mtu mkweli, ni mtu ambaye kwamba ni mwaminifu na tabia mzuri, mtu ambaye kwamba anataka kuwa kiongozi mzuri, mtu ambaye kwamba anataka kuwa mtoto mzuri
mzazi mzuri, mume mzuri, mke mzuri, watu wakuwe na ukweli pamoja na amana kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mama yetu Khadija radhiallahu anha ni sifa aliona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaiheshimu zaidi. Imekuja katika athar kwamba the first meeting with Jibril Mtume sallallahu alaihi wasallam aliipata ilikuja kwa fajaahu almalak faqala iqra qala ma ana biqari'in, kwamba alikuja malaika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia soma katika ghara Hira, kisha akamwambia Mtume sallam mimi sijui kusoma, kisha akamwambia kwa mara nyingine, kisha baadaye akawa ni mwenye kumfinya katika mbavu zake na kumwambia iqra, na baadaye Mtume sallam akasomewa aya 5 nilizozisoma, iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq, kuendelea mpaka 'allama al-insana ma lam ya'lam. Imam an-Nawawi rahimahullah anasema kwamba kama tunavyoona katika hii hadithi anaipokea mama yetu Aisha radhiallahu anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingiwa na hofu. Aliingiwa na hofu ambayo kwamba ni hofu ya kibinadamu. Imam Nawawi anasema ni natural reaction ya binadamu wakati ambao kwamba anakuja kupatikana na baadhi ya mambo ambayo kwamba ni baadhi ya mambo asiyoyatarajia. Saa zingine limemfika jambo, saa zingine ni msiba ambao kwamba umempata, saa zingine ni hasara ambao kwamba ameipata, saa zingine it's an accident, saa zingine ni kupata, saa zingine ni kukosa. Kuna zile emotions ambazo kwamba mtu anakuwa nazo, na saa zingine hofu inaweza kuwa ni natural na ni nature ya binadamu, kwamba saa zingine atakuwa ni mwenye kuogopa. Na hii ni lesson tunapata hapa Imam Nawawi anapokuwa na quote, tunapata kwamba Uislamu haikukuja kukataza na kuonesha kwamba iman ni mtu kudua with emotions ambazo kwamba ni za kibinadamu. Emotions za kibinadamu ziko, lakini hii dini ilikuja kutu guide kwamba hizi emotions tutazipelekaje, hizi emotions tutazipeleka wapi, tutareact aje, what are the limits ambazo kwamba zimewekewa. Na wewe kama binadamu unaweza kuwa ni mwenye kujicontrol, unaruhusiwa kufanya baadhi ya mambo kadhaa ambayo kwamba ni ya kibinadamu, lakini kuna limits ambazo kwamba hazifai kuvukwa. Kwa mfano mtu ambaye kwamba amepatikana na stress, mtu ambaye kwamba ako ndani ya shida, haijamruhusu aende adhulumu watu, haijaruhusu kwa sababu yeye ako na madeni aende aibie watu barabarani akisema je nyinyi hamjui watoto wangu wamefukuzwa shule na mfano wake. La, bali emotions kama hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa kwetu sisi kutuguide, kwa sababu alikuwa ni binadamu. Saa zingine inampata huzuni, saa zingine inampata hofu ya kibinadamu, saa zingine inampata furaha, kutuonesha in our ups what are the limits na in our lows what are the limits, kama tunavyoona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alhamdulillah, what of a beautiful thing it is kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati aliingiwa na kitu imeitwa faza, anavyoripoti mama yetu Khadija radhiallahu anha kwa hadithi ambayo kwamba imepokewa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim, faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadahu faqala zammiluni. Alikimbia kwa mke wake Khadija radhiallahu anha. Wallahi ukiangalia yale mambo ambayo kwamba ulama wanazungumzia hadith kama hii na zile faida wanazitoa, hatuwezi zicompile kwa episode moja wala mbili wala episode ambazo kwamba utazipeleka ndani ya wiki mzima, bali zaidi tunaweza jaribu tukupatiana a glimpse of what we can learn from this. Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliangalia akaona the safest place kwake yeye it was home. Na wanavyosema ulama, sehemu ya kwanza ambao kwamba wahi ilipokelewa na ikapatiwa uzuri na ikaweza kupokelewa kwa uzuri, kwa uaminifu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu na dini ya Kiislamu ikanusuriwa for the first time, ilikuwa ni kule nyumbani. Na hii inaonesha kwamba msikiti was not the first place ambao kwamba Uislamu ilipatiwa a good reception, bali ni kule nyumbani. Na mfano tunauopata ni kwamba nyumba zetu zinafaa kuwa ndo sehemu ya kwanza ambao kwamba mtoto ameanza kusikia Allah subhanahu wa ta'ala ametajwa, ameweza kuona watu wakiswali, ameweza kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanasomwa, ameweza kuona practice ya Uislamu katika maisha yake. Kwa sababu wanavyosema wale ambao kwamba ni wa magharibi, baada ya kusoma ubinadamu na kaona mifano katika Uislamu, wakasema charity begins at home. Sehemu ya kwanza ambao kwamba wema unaanzia kule nyumbani. Na sehemu ya kwanza ya kujenga watoto ambao kwamba watakuwa machua, watoto ambao kwamba watakuja kuwa ni Waislamu wema, practicing Muslim, ni ndani ya nyumba ambao kwamba ni nyumba ya Kiislamu, nyumba ya kiiman, a home that a wife
ana feel kwamba mimi niko safe, nimepata mume ambaye kwamba biidhnillah ta'ala Allah alijalia anani treat na mahaba na rahma, na home that is safe. Mume anajua mimi nikipatikana na mazongo ya dunia, maisha ambayo kwamba nina face huku nje, na zile dhiki zote ninapata, I can run back home to my wife, na nikaweza kumwambia kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, zammiluni zammiluni. The first person to comfort the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was not an angel, it was not an army, it was not an elder of Quraysh, but it was his wife. Subhana malikin nas. The first sanctuary of Islam was not a mosque. Ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni nyumbani, kama anavyosema Imam Ibn Hajar rahimahullah kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale nyumbani alisema nifunikeni, zammiluni zammiluni. Na mama yetu Khadija radhiallahu anha akawa ni mwenye kumfundisha, na kabla ya mama yetu kuwa ni mwenye kucomment ama chochote, wanavyosema baadhi ya ulamani kwamba alisikiza, before ya kuadvise alicomfort, before ya kufanya chochote alipatiana the greatest form of support ambao kwamba binadamu yoyote atakuwa ni mwenye kuhitaji, bali aliifanya na mahaba, na kuifanya kwamba wewe ni mwanaume, wewe ufai kuonalia, yani wewe ufai kuwa ni mwenye kupigika na haya maisha, wewe you are the strong one, wewe ukibehave hivi sisi wengine tabehave vipi, bali alikuwa anajua kwamba saatun wa saa, kwamba katika wakati wake mimi ndo sehemu yake ya faraja, na ila wakati I have my moments pia yeye ndio sehemu yangu mimi ya faraja, kama wanavyosema ulama. Ibn Hajar anasema alisema afunikwe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wakati ambao kwamba mwili wa binadamu unatingika, ana tremble in fear na nini, saa zingine inaweza kuwa kwamba ile kumfunika ndo ni yenye kumletea faraja. Na mara mingi mkiangalia wagonjwa, mara mingi watasema nifunikeni, nasikia baridi, atataka jambo kama lile liwe ni lenye kumfanyikia. Na ulimwengu wa sasa unaweza sema ni kwamba ni kumpatia comfort, ni kumhug mtu, ni kumkaribisha nyumbani, ni kumuonesha hata kama yale ya kule nje yamekuogopesha, uko na stress za maisha, hapa you are always welcome, you can always come back to us. Haufai kufia kwamba uko vulnerable baina yetu, kwamba wewe katikati yetu wewe una feel kwamba it is a threat, kwamba wewe uko vulnerable na mfano wake. No, bali unaweza rudi nyumbani na ukawa ni mwenye kuwa comforted. Na hii ni lesson ambayo kwamba sisi wanaume tunajifundisha, wanawake wanajifundisha, na mjitamaa mzima, kwamba home inafaa kuwa ni sehemu ambayo kwamba yoyote yule mtoto wa hiyo nyumba, mtu yote ambaye kwamba ametokana na ile nyumba, akipatikana na chochote, our homes should be the first safe place ambayo kwamba mtu atakuwa ni mwenye kuelekea baada ya kwamba amepatikana na yale ambayo kwamba yamempata. The greatest testimony ambao kwamba iliweza kupatiana na wife ni affirmation, kama wanavyosema baadhi ya watu wa sira, na alhamdulillah imepokewa katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, kwamba mama yetu Khadija radhiallahu anha alimrudishia Mtume sallallahu alaihi wasallam ile kujimwamini, na akawa ni mwenye kumkonfirmia Mtume sallallahu alaihi wasallam, you do a lot, you matter a lot, wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi kufanyia khiana, bali alimwambia kalla wallah. Alipokuja Mtume wa sallam anamwambia khashitu ala nafsi, I'm afraid for myself, yani kana kwamba niko na fear, grief imeanza kuniingia. Ulimwengu wa sasa watasema kwamba kuna ile kwamba mtu yuko anxious, mambo ya anxiety na mfano wake. Mama yetu Khadija radhiallahu anha alimwambia kalla wallah, wallahi iwezekani, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ma yukhzika Allahu abada, Mwenyezi Mungu wewe hawezi siku yoyote kukuacha kwamba wewe upotee, kukuacha kwamba wewe uangamie. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi kufanyia khiana. Innaka latasilur rahim, what I know from you, na qualities ambazo kwamba mimi najua kutoka kwako, hata kama this is your down moment, mimi najua wewe ni mtu unaungaga kizazi. Watahmilul kalla, kwamba wewe ni mtu ambaye kwamba unasaidia watu katika shida zao, unawabebea mizigo yao, unasaidia watu katika shida zao. Wataksibul ma'dum wa tuqri dhaif, kwamba wewe ni mtu ambaye kwamba unasaidia wale ambao kwamba ni madhaifu, unasaidia watu, na wewe ni mtu watuinu ala nawaibil haq, kwamba wewe siku zote ni mtu, wewe ni mjama mpoa. In other words, katika haya maneno yote kwamba anamkumbusha, anamwambia Mwenyezi Mungu will never forsake you. Allah forsake watu kama wewe. Wewe ni mtu mzuri, you are a responsible person, wewe ni mtu ambaye kwamba tumekujua kwa wema na mfano wake. Na wallahi ma ahwaja rijal ila hadhihi alkalimat hadha alyawm, wanaume ilioje wamehitaji maneno kama haya
katika zama ambazo kwamba tuko ndani yake, zama ambao kwamba huku nje imemvunja, imemfanya amekimbizana na ulimwengu. No one is believing in that man. Anajaribu hili lile lina fail, anapata mahasidi huko nje, anafaa arudi nyumbani apate sehemu, na ni kusoma kwa madrasa ya Khadija radhiallahu anha, how to handle these men that ambao kwamba wanakaa that strong, lakini deep down they are just fragile kama vile binadamu yoyote yule. Na Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea mfano huu ili tuweze kusoma kwa mama yetu Khadija radhiallahu anha na pia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar rahimahullah anapozungumzia jambo kama hili na matendo ambayo kwamba yalitokea, ni kwamba mama yetu Khadija radhiallahu anha was smart. Alijua ni maneno gani yatafaa zaidi katika muda kama huu. Hii haimaanishi kwamba what we are trying to tell the men huko nje ni kwamba you should not be that strong man na mfano wake. Mwanaume ni mtu ambaye kwamba ni mtu mkakamavu. Ukiangalia Ghara Hira penye iko na kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye iko, it is kilometers away. Ni sehemu ambayo kwamba leo kama tunaenda na usafiri wa kawaida, saa zingine watu wanatumia 25 minutes to 30 minutes, na wengine wanasema hata saa zingine utatumia karibu 45 minutes to 50 minutes. Lakini Mtume wa sallam alikuwa anaenda huko kote. Sehemu ambayo kwamba unapanda kwa watu wa leo muda wa kawaida wanatumia around 50 to 1 hour kupanda mpaka sehemu ambayo kwamba iko, na sehemu sasa hivi imejengewa barabara. Imagine Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapanda huko kote. Inaonyesha he was a man, he was fearless. Ni mtu ambaye kwamba alikuwa ni mwanaume, lakini pamoja na vile vile bado alikuwa ni binadamu. Kwa hivyo vile vile ni kwamba jambo kama hili linaambia wanaume be a man that you need to be, na inaambia pia wanawake kwamba saa zingine you just read the room, kwamba sasa hivi huyu ni yule binadamu wa kawaida ambaye kwamba sasa hivi amepigika, kitu anahitaji kwa sasa ni support na kuambiwa maneno ambayo kwamba yatamwafahamu, kumkumbusha kwamba wewe ni jamaa mzuri kama alivyofanya Khadija, kwamba unabeba burdens za watu, wewe ni mtu ambaye kwamba umetubeba sisi familia mzima, inshallah you will overcome this, it will be alright. Pia vile vile alikuwa anamwambia watukri dhaif, kwamba wewe ni mtu ambaye kwamba watukri dhaifa, yani kwamba wewe ni mtu ambaye kwamba unakaribisha wageni, wewe ni mtu ambaye kwamba unasimama pamoja na watu, watuinu ala nawai bil haq, watu ambao kwamba wakiwa wanahitaji mtu wa kusimama na wao, you are there for other people. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kupoteza. Katika hii sehemu atuoni wealth ya Khadija, atuoni lineage ya Khadija, bali kitu ambao kwamba inaonekana kwa mama yetu Khadija radhiallahu anha, it is totally ambao kwamba ilikuwa ni character yake mama yetu Khadija radhiallahu anha. Inna akramakum inda Allahi atqakum, aya ambao kwamba ina stand out kwa Khadija radhiallahu anha, kwamba anamkumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam wewe ni mtu bora, na yeye alikuwa ni mwanamke bora. Na kitu ambao kwamba ina stand out katika hizi si hayo hivyo vipimo vya dunia ambavyo kwamba vinawekwa, ni ile takwa Allah na kuweza kukubaliana na ile hali ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mtu. Khadija, mama yetu Khadija radhiallahu anha, thought of a way ya kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam, in which walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kama vile ni juu ya bwana kusaidia watu wake wa nyumbani. Pia saa zingine anafika instances pia yeye anaweza hitaji msaada. You have an idea, you have something that you can help. Wewe ni mtu ambaye kwamba Allah amekujalia uwezo fulani, unaweza saidia kwa kiasi fulani kwa kupenda kwako wewe mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kwa mfano wa Khadija radhiallahu anha, akambeba mtume wetu na akamwambia unaonaje nikupeleke kwa Waraqa ibn Nawfal ambaye kwamba alikuwa ni kazini yake na alikuwa kona elimu katika ahlul kitab, na akampeleka mpaka kwa Waraqa ibn Nawfal. Na alipomweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kisa kama hizi, yale mambo ambayo kwamba ameona, kuogopa ambayo kwamba ameogopa, Waraqa ibn Nawfal akamwambia hadha an-namusu alladhi nazzala Allahu ala Musa, kwamba huyu ndio yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu angel ambaye kwamba alikuja ndio yule creature ambaye kwamba alikuja kwa Musa alayhi salam. Kisha akamwambia ya laitani, afadhali mimi ningekuwa fiha jid'an, a day will come, na hope that afadhali ningekuwa ni kijana, ni mtu ambaye kwamba niko na nguvu. Laitani akunu hayyan, laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuka, afadhali when that day comes, natamani nikuwe niko hai, ile siku watu wako watakuwa ni wenye kukutoa, ile siku watu wako watakuwa ni wenye kukufukuza, ile siku ambao kwamba other people will reject you. Na akamwambia awa mukhrijiyahum, Mtume wa sallam akamuuliza Waraqa ibn Nawfal kwamba je, hawa watu watakuwa ni wenye kunitoa? Akamwambia naam,
lam yati rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi. Hakuna mwanaume aliyekuwa kabla yako katika mitume wengine ama yoyote alikuja na message ambayo kwamba wewe umekuja nayo umeibeba, isipokuwa mtu kama huyo alikuwa anaudhiwa. Habari kama hizo kwa kuzifuatilia zaidi unaweza pata katika Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim, katika kitabu ambao kwamba inazungumzia badil wahi, kwamba wahi ambao wakati ambao kwamba ulianza. Ibn Kathir rahimahullah anasema kwamba sehemu Khadija alimpeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam, Khadija was smart, and each and every instance tunaona kwamba yeye alikuwa anajaribu kuangalia ni nini inahitajika kwa sasa, how can I be of help, na ana stand in, na mashaallah, pamoja ya kwamba alikuwa ni mama, alikuwa ni mke, akona kazi zake za nyumbani na mfano wake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam inha alipata refuge na alipata supporter wake mkubwa ilikuwa ni nyumba ya Khadija, na ni Khadija radhiyallahu anha. Alimpeleka kwa Waraka ambaye kwamba Ibn Kathir anasema kwamba alirecognize kwamba huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa mtume, kwa sababu yeye kabla alikuwa ashasoma katika scriptures zilizotangulia, na kisa kama hichi pia unapata katika al-Bidaya wa Nihaya ya Ibn Kathir rahimahullah. Mu'minina Khadija alikuwa ni awwalul mu'minin, alikuwa ndiyo mu'min wa kwanza katika dini yetu. Huku nje ukiangalia watasema kwamba wanawake hawana nafasi ndani ya dini ya Uislamu, wanawake wamefinyiliwa na dini ya Uislamu, wanawake they have no status in Islam. Lakini tunavotaja waumini, mu'min wa kwanza Allah subhanahu wa ta'ala alimchagulia dini hii, alichagua mwanamke, naye si mwingine bali mama yetu Khadija radhiyallahu anha. It was not a man, bali ilikuwa ni mwanamke. Wa kwanza kuaffirm message ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni mwanamke. Wa awwalud da'imin, the first supporter of Islam, wa kwanza ambaye kwamba alisupport Uislamu ndani ya nyumba yake, na ndio maana ikaweza kushine to the whole world ambao kwamba tunaiona leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko katika hofu, anashindwa, who will believe in me, Khadija radhiyallahu anha katika ukiangalia maisha yake kana kwamba anajaribu kusema kwa vitendo, I am here ya Rasulullah, mimi niko hapa kukuamini, mimi niko hapa kustand by you mpaka hii dini iweze kufika kule ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameipromise. Na leo hii dini vile imetufikia, wanavyosema baadhi ya ulama, ni deni ambazo kwamba zimekopeshwa na baadhi ya great people in this umma baada ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na the first of them ni Khadija radhiyallahu anha. Imam Ibn Kathir rahimahullah anazungumzia, anasema wa Khadija awwalu khalqillahi amana bi rasulillah wa sadaqa bima jaa bi. Khadija radhiyallahu anha ndo wa kwanza katika viumbe vya Allah kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawa ni mwenye kumsupport na kupokea dini ya Uislamu kwa uzuri. Imam Adh-Dhahabi rahimahullah anafahamu pia mambo kama haya, na ukiangalia vitabu zao vya wanaume kama hawa wana make kwamba she is a star that all people should look up to, na kuangalia na kufuata mifano yake, na ni mwanamke. Hiya awwalu man amanat billahi wa rasulihi min hadhihi al-umma, she is the first one to believe in Allah and his messenger katika umma kama hii. Kwa nini wanawake they are great na Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua? Kwa sababu wakijijua wao watoke katika fikra ya kupotezwa na kudanganywa na kuambiwa kwamba dini ni kusonga nyuma. Mwanamke kama huyu hakuhitaji miracle, hakutaka wengine waamini kwanza. She could tell, na aliweza kuangalia na akaweza kujua haki kwenye iko, na hii ni kitu kubwa ambao kwamba mama zetu, dada zetu na wasichana wetu Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wako nayo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu by nature, isipokuwa hii nature ikikuja huku nje iharibiwe na watu ambao kwamba watakuja na movements kama feminism na kuja na maneno kama kumdanganya mwanamke Uislamu inakuweka chini, Uislamu ikunyanyui. Huyu ni mama yetu Khadija radhiyallahu anha. 1400 years after anasomwa katika kila kitabu unapotaja kwamba walioamini, walioinusuru dini ya Uislamu, the stars that we have in this din. Hakuna yote ambaye kwamba anaweza maliza series akawa amewataja wote bila kumtaja Khadija, na akawa ameipatia haki ambayo kwamba inahitajika. Mama yetu Khadija radhiyallahu anha alikuwa kona wealth, lakini wealth yake kama wanavyosema ulama haisifiwi tu kwamba alikuwa mwanamke tajiri. Kama vile leo hii utasikia watu wanasifu utajiri na wasifu purpose ya ule utajiri. Ulama ridwanullahi alaihim wanasema kwamba mali haipatiwi hukumu yoyote kaambiwa ni mzuri ama ni mbaya, bali inaangaliwa ile mali ni nini inafanyia, ndo tuseme masha Allah, ile mali ambayo kwamba yule jamaa ako nayo ni mali mzuri sana, ni mtu ambaye kwamba amepatiwa something that is great, na
tabaraka arrahman amekuwa ni mwenye kuitumia vizuri. Imekuja katika baadhi ya athar kwamba Mtume wa sallam alieleza kwamba hakuna mtu alinifaa mimi kwa mali yake kama alivyonifaa Khadija radhiyallahu anha. There was no one ambaye kwamba alinifaa kwa mali yake kama alivyonifaa Khadija radhiyallahu anha. Na baadaye tukiangalia mama yetu Aisha radhiyallahu anha anasema kitu ambacho kwamba ni very emotional. Anasema Mtume wa sallam akieleza kuhusiana na fadhila ya Khadija, anasema yeye ndo alinipatia wakati kila mtu mwingine alininyima. Na ni watu wangapi ambao kwamba they have a similar story. Anasema mamangu was there for me katika wakati ambao kwamba no one was there for me. Yeye aliniamini, yeye alini believe in me. Lakini mzuri zaidi ni to have husbands ambao kwamba wanasema mimi huyu wife pamoja na yote ni kwamba yeye alisimama na mimi when I had nothing. Yeye alinisupport mimi whenever life ingenitandika. Whenever ambao kwamba ningekadhibishwa, whenever ambao kwamba nilikuwa niko na struggles zangu za maisha, I knew back at home mimi I have a helper like no other. Mtu ambaye kwamba hana boundaries when it comes kunisupport mimi na mfano wake, kama alivyokuwa anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anamsifia mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Na mali yake haisifiwi kwa sababu tu alikuwa na mali, bali inasifiwa kwa sababu ilitumika katika kunusuru Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu mzima at in large. Ibn Kathir rahimahullah anaeleza kwamba Khadija radhiyallahu anha alimcomfort Mtume sallallahu alaihi wasallam not only emotionally, bali pia vile vile alimcomfort kwa kumpatia wealth yake, kujaribu kumsahilishia kazi zake na burdens ambazo kwamba alizipitia katika miaka ya kwanza ya da'wa. Na hii ni message kwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ni matajiri katika umma huu. Wao wanafanyia nini mali yao? Je, wana support the cause of Allah katika mali yao? Pamoja na ya kwamba alhamdulillah kuna misikiti inahitaji kujengwa, lakini pamoja na vile vile kuna madaris, kuna watoto ambao kwamba wanahitaji kusomeshwa ilmu shar'i, elimu ambao kwamba ni ya sheria. Kuna walimu wao ambao kwamba wanahitaji kusapotiwa. Kuna yale madarasa, kuna vitabu ambao kwamba wanahitaji. Kuna very great people ambao kwamba wanatumia whatever tools they have katika kupropagate Uislamu, lakini maskini saa zingine kitu ambao kwamba wanalack ni financial stability, ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsifu nao Khadija radhiyallahu anha kwamba ilikuwa ni msaada wake mkubwa. He lacked nothing katika da'wa yake because Khadija radhiyallahu anha was there for him each and every time ambao kwamba alihitaji. Kwa hivyo matajiri wa Kiislamu wanasoma kwa Khadija radhiyallahu anha mali ambao kwamba Allah amewajaalia, pamoja na kwamba tunaangalia familia zetu na mfano wake, but tuko na responsibility ambao kwamba tunachukua mfano kwa mama yetu Khadija radhiyallahu anha kutumia mali yetu kusupport huku nje yale mambo ambayo kwamba yanahitajia kusapotiwa. Na mifano ambayo kwamba katika hii ni mingi. You just have to look na kuangalia ni wapi mimi nitapanda mali yangu, na Mwenyezi Mungu anaahidi fayudhaifahu la, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuchukua mali kama ile, kuifanya maradufu na kuirudisha kwako. Mama yetu Khadija radhiyallahu anha, tajiri huyu ambaye kwamba alikuwa kona any life ambayo kwamba angetaka, because inasemekana alikuwa kona wealth, alikuwa na the means. Kuna wakati ambao kwamba alifikiwa na kipindi ambao kwamba ni kipindi kizito. Na kipindi kama hichi kizito ni wakati ambao kwamba unatoka katika life ya wewe kulala ndani ya nyumba yako, life ya wewe kupata chakula kizuri na everything, wakawa ni wenye kufungiwa katika Shi'b Abu Talib, katika lile bonde la Abu Talib. Mtume wa sallam alipokuwa imesemekana kwamba kabila lake Banu Hashim watakuwa ni wenye kuwa boycotted na watawekwa sehemu kama ile, hakuna mtu atatransact pamoja na wao, hakuna mtu atawasaidia, na waekwe pale ikiwezekana wakufe, people do away with them, wakaweza kuwatoa kuwapeleka katika bonde kama lile. Mama yetu Khadija radhiyallahu anha hakuiblame upon Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni hikma ambayo kwamba ulama wanasema alikuwa nayo. Aliweza kudistinguish between kwamba hii ni mtihani Allah ametuletea, na this is a misery ambao kwamba imeletwa na bwanangu, ambao kwamba saa zingine kwa watu kupractice dini, saa zingine familia zao zinasema sisi tunapata a bad life because wewe umekuwa ni mtu wa dini, because wewe umeamua tu to stick to halal.
Leo hii kuna watu hawawezi fanya biashara na wewe kwa sababu umekataa kuchukua halali. Sisi je, tutakula hiyo dini ambayo kwamba una practice na mfano wake? Wallahi, na ni maneno ambayo kwamba inaonyesha walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tumekuwa Waislamu lakini ile iman haijaweza kuingia bado ndani ya nyoyo zetu. Kwa nini tunasema hivi? Mama yetu Khadija radhiallahu anha alijua kwamba hii ni mtihani imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si misfortune ambao kwamba imeletwa na bwanangu ambaye kwamba ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ready to sacrifice for the sake of Allah. Saa zingine maisha yenu itaenda chini, saa zingine mtakosa baadhi ya deals, saa zingine itafanyika baadhi ya mambo ambayo kwamba unaona sisi kwa kupractice Uislamu ndo tumeepuka jambo kadhaa na kadhaa na kadhaa. Lakini baadhi ya ulama wanasema she gave up the riches of this world for a palace in the next, kwamba yeye aligive up haya yote akakaa na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakadhalilishwa wakawekwa pale, na in return Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Jibril, anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia pamoja mtume wa sallam ako pamoja na Jibril. Jibril anakuota, anamwambia kwamba mimi namuona Khadija coming towards you, na mimi naona amekubebea chakula ama amekubebea maji, namwambie aqriha min rabbiha, aqriha salam min rabbiha wa minni, msomee salamu, mwambie amesalimiwa na Allah na mimi pia vile vile mimi nimemsalimia. Ya salam. Could you imagine kwamba the sacrifice that she made ni nini ambao kwamba itamletea in return? Bali anasalimiwa na Allah kana kwamba Allah amemridhia, akiwa juu ya huu mgongo wa ardhi, na katika wale waliobashiriwa janna akiwa katika mgongo wa ardhi. Na hadithi inasema namwambie kwamba Allah ndani ya janna amemwekea nyumba ambao kwamba ndani yake haina tashwishi, ndani yake haina kukosa, na ni nyumba ambao kwamba ni mzuri kama inavyosifiwa, kama tutakavyoona katika baadhi ya nini ambazo kwamba zinakuja. Hii sehemu alipitia Khadija radhiallahu anha ilimwathiri kwa kila aina ya sehemu ambayo kwamba unaweza sema. Mtu alikuwa katika maisha fulani akibadilisha maisha fulani, obviously utasema atakuwa mentally disturbed kwamba alikuwa ndani ya maisha fulani amebadilisha. Lakini Khadija radhiallahu anha imani yake ilimkeep going. Aligonjeka kutokana na ile njaa ambayo kwa ile starvation walipitia wakiwa ndani ya sehemu kama ile maisha ya dhiki ambayo kwamba walipitia. By the time inakuja kuondolewa, mama yetu Khadija radhiallahu anha never survived an year baada ya pale, na akawa ni mwenye kufariki. Na huyu mwanamke ambaye kwamba alikuwa ni mheshimiwa wa Makuraish, alikuwa amejaa katika comfort, alikuwa kona everything ambayo kwamba anaweza pata, anadhurika kwa ajili ya dini ya Allah na kumsupport mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka alipotoka katika ile shi'b hakuweza kuwa ni mwenye afya tena baada ya pale. Na mwaka ule baada ya kutoka ndani ile shi'b akafariki mama yetu Khadija radhiallahu anha. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah anafahamu maneno haya ambayo kwamba mimi ninayasema, na anasema hii Makkah period ndio ilikuwa ni mtihani mkubwa zaidi kwa waumini, na ilitestiwa imani zao ili Allah subhanahu wa ta'ala wajenge. Na hii period ilikuwa iko na mu'min wala haina munafiq wa aina yoyote, na Allah subhanahu wa ta'ala aliwatahirisha watu hawa, na the first in line unapata ni mama yetu Khadija radhiallahu anha, kama anavyosema Imam katika Zadul Maad. Na tukiangalia ni ahasiba an-nasu yutrak wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun, a reflection to us all. Jesi tunadhania kwa kusema tumeamini Allah ataleta mitihani katika nyumba zetu, saa zingine katika waume zetu, katika mali zetu, katika everything that we own. Saa zingine mitihani itatupata kila pahali. La yazalu albala'u lilmu'min, anasema mtume wa sallam, mu'min haachi kuletewa mitihani na Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka inafika wakati ambao kwamba anaenda kwa Allah na Allah amemsamehea madhambi yake yote, mpaka ile siku ambao kwamba roho yake inatolewa, ndo mu'min balaa zake zinakuwa zenye kumuishia. Tukiwa tunamalizia katika kipindi hichi cha kumzungumzia mama yetu Khadija radhiallahu anha, tunapatana na mwaka ambao kwamba unaitwa Aam al-Huzn, mwaka wa huzuni. Mwaka wa huzuni ni mwaka ambao kwamba Mtume wa sallam alipoteza two of his biggest supporters, ambaye kwamba wa kwanza ni mama yetu Khadija radhiallahu anha, na baadaye akukaa sana akampoteza Abu Talib. Ulama wanasema ilikuwa ni mwaka wa huzuni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, the year of grief kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mwaka ulikuwa mzito kwake kwa sababu alipoteza supporter wawili. Supporter wa kwanza ni supporter wa nyumbani ambaye kwamba alimwafahamu, alimuamini, hata kama watu walimkadhibisha wakamuita kila aina ya majina. Khadija radhiallahu anha
obviously hakuwahi badilisha mtizamo wake kwa mume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam just because anayapitia mengi. Na kule nje kulikuwa na mtu ambaye kwamba alikuwa anamdefend, alikuwa yeye ndo protection yake. Walikuwa wanasema kwamba ukitaka kufika kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka utapitia kwa Abu Talib, you will have to face Abu Talib. Hakuna vile ungeweza kumfikia isipokuwa yeye alikuwa amestand between mtume wa sallam na watu wengine wote. Na Khadija radhiallahu anha alimpatia all the support ambayo kwamba alikuwa anahitaji. Imagine umepoteza watu kama hawa ndani ya maisha yako. Maisha yako yatakuwa mfano mgani? Lakini kitu ambacho kwamba una imagine ni kwamba mwaka mzima katika sira unaitwa amal huzn because ndo mwaka wewe ulifariki. Ni nini kubwa ambao kwamba ulifanya kiasi cha kwamba watu hata baadaye utaona kana kwamba hawatawahi overcome your loss baada ya wewe kwamba umeondoka katika ulimwengu? Na hii ndio definition ya Khadija radhiallahu anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaulitwa amal huzn. Watu walisikitika pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukosekana mwanamke kama huyu ambaye kwamba alistand by her, ambaye kwamba alidefend dini ya Uislamu, ambaye kwamba alijitolea yeye mzima, mali yake, afya yake na everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe ni nini tumejitolea kwa ajili ya dini ya Allah, kwa ajili ya kusupport watu ambao kwamba wanapropagate dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaieneza dini, kwa kusupport maadili mema ambao kwamba yametokana na dini yetu ya Uislamu, kwa kusupport elimu ambao kwamba Uislamu imebeba na yale mambo yote mazuri ambao kwamba yamebebwa na Uislamu. Mama yetu Khadija radhiallahu anha alifariki, lakini the legacy ambao kwamba aliiacha ndio ina live on until today. Alibashiriwa janna akiwa kwa katika mgongo wa ardhi, wa basharaha bibaitin fil jannati min qasabin la sakhab fihi wala nasab. Alibashiriwa nyumba ndani ya janna ambao kwamba imejengwa kutokana na pills, ambao kwamba ndani yake hakuna kelele wala hakuna kuchoka. Hadithi iko katika Bukhari na Muslim, lakini jambo ambalo kwamba maybe for the married couples ambao kwamba Imamu Nawawi anasema kwa nini ambiwe kwamba hii nyumba ya ndani ya janna haina kelele, with no noise and no fatigue? Anasema ni kwa sababu gani? Kwa sababu especially fitting for Khadija, ndio ilimfaa Khadija radhiallahu anha. Why? Because she never raised her voice against the messenger sallallahu alaihi wasallam. Hakuwahi muinulia sauti. Nyumba yake aliweka ni nyumba ya amani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alimbadilishia nyumba ambayo kwamba itakuwa na amani zaidi, itakuwa hakuna kuchoka, na atakuwa anamlipa kwa sababu alichoka duniani kwa sababu ya kumdefend Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyumba yake ikawa ni refuge ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa sallam hakuwahi msahau Khadija. Wengi wanasema kwamba ni rahisi tunawapoteza watu, but tuna hila haraka because hawajawacha kitu yoyote ambao kwamba ni kubwa sana katika nafsi zetu. Lakini Mtume wa sallam anasema kwamba kila katika hadithi zake alikuwa anamtaja Khadija radhiallahu anha, anampraise kwa hili, anampraise kwa lile lingine. Mara nyingine Aisha radhiallahu anha anasema ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadija. Sema mimi sijawahi muonea wivu mwanamke yeyote katika dunia hii vile ambavyo kwamba nilimuonea Khadija radhiallahu anha. Na elewa hii hadith, Aisha radhiallahu anha akisema Khadija radhiallahu anha yuko kaburini, alifariki kitambo, but anasema sijawahi muonea mtu yoyote wivu kama nilivyomuonea. Utamuoneaje mtu ambaye kwamba amefariki katika kaburi yake? Unamuonea wivu kuliko hata ambao kwamba wako hai. Na Mtume sallallahu alimkusanya Aisha radhiallahu anha pamoja na wake wengine, lakini anasema ghira yangu zaidi ilikuwa iko kwa Khadija radhiallahu anha. Kwa sababu gani? Mama raituha walakin nabii sallam kana yukthiru dhikraha. Mtume sallam alikuwa anamtaja sana. Wa kana idha dhabiha shah qal arsilu biha ila asdiqai Khadija. Akichinja mbuzi, akichinja mifugo, anasema hii anakigawanya, anasema hii pelekeni marafiki za Khadija radhiyallahu anha. Mara nyingine anamtaja, anasema inni qad ruziqtu hubbaha, wallahi Allah mi aliniruzuku mahaba ya Khadija radhiyallahu anha. Na hapa pia ulama katika hii hadithi wanasema mapenzi ni rizq, na Mtume wa sallam rizq kubwa ya mapenzi alipata kutoka kwa huyu ambaye kwamba alikuwa nyumbani kwake, ambaye kwamba ni mama yetu Khadija radhiyallahu anha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikuwa anasema baadhi ya maneno, anasema amanat bi idh kafara bi an-nas, she believed in me when people disbelieved.
wasaddaqani idh kadhabani nas, yeye ndo aliniyafahamu wakati ambao kwamba watu walinipinga, yeye ndo aliniamini wakati ambao kwamba watu walinikadhibisha mimi. Anasema wawasa'ani bimaliha, alinisupport na mali yake. Wakati gani? When people deprived me, wakati ambao kwamba watu walininyima, watu walinionyesha wewe kwetu upate, lakini kwa Khadija radhiallahu anha yeye ndo alinipatia. Anasema na Allah subhanahu wa ta'ala huenda labda kwa sababu hiyo aliniharamishia kupata wanawake na kupata mtoto na wanawake wengine, bali akanijalia nipate mtoto na mke wangu Khadija radhiallahu anha na baadaye Maria al-Qibtiyya. Katika hii hadith ambayo kwamba tunamalizia nayo mama yetu Aisha radhiallahu anha akimtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba hii ni jawabu alimjibu akamuuliza, je, Allah hakukupatia bora kumliko? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Aisha radhiallahu anha kwamba mimi sijawahi patiwa bora kumliko Khadija radhiallahu anha. The one asking is the most beloved to the Prophet sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake, lakini anaambiwa pia mimi Allah has never given me better than huyu. Ni traits gani ambazo kwamba yeye alikuja akapossess zaidi? Bali unaona ni kwamba character yake ilikuwa ni mzuri, alikuwa na support, alikuwa ni mtu ambaye kwamba alikuwa na wisdom ya hali ya juu. Na haya maneno ambayo kwamba aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo maneno leo hii ukisikia mtu yote ambaye kwamba ameishi na watu muda mrefu, ukisikia na value mtu zaidi kuliko watu wote, atarudia maneno kama haya. Huyu ndo ule uniamini mimi, huyu ndo ule anakuaga supporter wangu, huyu ndo ule hata mimi wakati I don't believe in myself ananikumbusha I can be, huyu ndo ule ambaye kwamba ananipush to greatness, huyu ni ule ambaye kwamba even in my worst days hata use against me, bali atakuwa ni mwenye kunisupport na mfano wake, kama anavyosema Imam Ibn Hajar rahimahullah. Ndugu zanguni, mama yetu Khadija radhiallahu anha ana mengi ambayo kwamba tunaweza yaelezea, lakini haya ni yale ambayo kwamba Allah ametujalia tawfik, na tunamuomba Mwenyezi Mungu tawfik na atufae nayo kwa ile kidogo ambayo kwamba tumemsoma mama yetu kama huu. Lakini ukimwangalia anabakia kwamba pamoja na hayo yote amefanya, alikufa miaka mingi iliyotangulia. She remains kwamba yeye ndio mama yetu, mama ya waumini, mwanamke wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke wa kwanza kukubali Uislamu. Yeye ndo mwalimu kwa kila mke ambaye kwamba anajifundisha kuwa mke mzuri. Yeye ndo role model kwa kila husband ambaye kwamba leo hii anataka kuwa husband. An inspiration to every caller of Allah, kila mtu ambaye kwamba analingania kwa Allah. Khadija radhiallahu anha anakufundisha the true meaning of sacrifice na the true meaning of being a da'i to Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni reminder kwetu sote, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Saa zingine ile kazi ambayo kwamba unafanya leo hauoni natija yake, hauoni matunda yake. Saa zingine unajiambia maybe hii yote ninafanya itakuwa in vain. Saa zingine hata labda wengine watafariki dunia kabla ya kuona matunda yale mambo ambayo kwamba amepanda. Lakini Khadija radhiallahu anha ni a reminder wa ahsinu, wewe siku zote bakia kufanya khairi, bakia katika milango ya Allah. Hata kama hautaona katika hii maisha, panda mbegu mzuri, na hata hii mbegu itaendelea kumea baada ya wewe kuondoka. Khadija radhiallahu anha alikuwa na mali, lakini legacy aliyoacha baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si mali mingi, bali aliacha legacy ya yule ambaye kwamba alitumia mali yake yote kumsupport Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali legacy aliacha ni kwamba kuwa mama mzuri, kuwa mke mzuri, kufundisha wanaume vile ambavyo kwamba wanafaa kuwa wakiwa na wake zao na nyumba zao, na kufundisha mujtama mzima what it means to be a believer in this ummah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuunganishe sisi pamoja na mama yetu Khadija radhiallahu anha, pamoja na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika janna yake, jannatun na'im. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. ساروا لمكة أخذوا فؤادي